Yaani moja ya vitu ambavyo wanasema ni muhimu sana kwa wafanyakazi, yaani watu tunaofanya kazi ni hawa watu wanatakiwa wawe motivated. Yaani motivation kwenye kazi nyingi inasaidia sana kufanya watu wafanye kazi vizuri, wafanye kwa ari, kwa kujituma bila kusukumwa. Na katika literature moja nilikuwa nasoma, wengi huwa tunaamini kwamba pengine fedha ndio motivation, lakini literature inakataa. Yaani inasema hela imotivate watu. Sio kweli kwamba hela ina motivate watu, lakini wengi watu wanaamini kwamba once ukiwalipa hela watu wanafanya, but ukweli wanasema haupo hivyo. Au ni wana saikolojia wanasema si kweli kwamba ukimpa mtu fedha unakuwa umemotivate. Yaani mtu hawezi kusema tu mimi nikilipa kwa hiyo nimekuwa motivated. Hapana. Of course fedha inaweza kawa anapewa pengine kwa sababu ni haki yake. Kwa hiyo ile inakuwa ni motivation kwa sababu anapata ile haki. Lakini kwa nyinyi, mimi ninachofahamu ama ambacho nimesoma baadhi ya maandiko kwamba kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikamotivate mfanyakazi, na hasa kwa nyinyi viongozi. Ni uhuru. Uhuru, yani autonomy, kuwapa wafanyakazi unaowaongoza uhuru, yani wawe wajione kwamba wako huru, wajione kwamba wako responsible, wajione kwamba wanaweza kufanya maamuzi, na hilo linajifanya wajione kwamba ni watu ambao wanaaminiwa na wanaheshimika, kwa sababu tu umewapa uhuru. Kwa sababu kama umempa mtu kazi ukamnyima uhuru, definitely hawezi kuona kama yeye ni sehemu ya, sababu ule uhuru wake hawezi kuutumia na hawezi. Kwa hiyo tunaweza kuta hilo anashindwa kuwa motivated. Kwa hiyo ukimpa mtu kazi, basi embu mwache afanye kazi kulingana na majukumu ambayo umempatia. Lakini swala la pili wanasema ni kuinvesti kwa huyo mtumishi wako, na kumuinvesti actually wanasema ni pale ambapo mwajiri ama kiongozi huyo mfanyakazi unaweza kumwendeleza, yani unampa maarifa, unamwendeleza. Kwa hiyo huyo mtu ataona kama ni mtu ambaye pia anaheshimika, na kwa hiyo atakuwa motivated kwa sababu unamwongezea maarifa, na hilo utakuwa pia unamsaidia sana na usaidia kampuni yako. Unampa mfanyakazi kazi ama huwezi ukamwendeleza huyu mtu, definitely unakuwa humwongezi na hawezi kuona kama ana thamani, na huwezi ukawa unamwongezea ujuzi. Kwa hiyo mtu ambaye anaongeza wafanyakazi wake ujuzi, maarifa, huyu anawamotivate. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa na mkutano wa baraza letu la wafanyakazi kwa muda wa siku 2. Tulianza jana tarehe 30 na leo tarehe 31 mwezi wa 3, tukijaribu kupitia mambo mbalimbali yaliyo muhimu kwa ajili ya ustahimilifu na ujenzi wa sekta yetu ya ujenzi katika wizara yetu. Mada mbalimbali zimepitiwa katika baraza hili la wafanyakazi, ambapo pamoja na mambo mengine baraza limepitia bajeti ya wizara kwa kina, kuona mwelekeo wake, utekelezaji wake uliopita, na bajeti yake mwaka huu tarajiwa iko vipi. Lakini baraza hili vile vile limefanya wajibu wake wa kibaraza kuchagua baadhi ya viongozi ambao kulikuwa na nafasi, katibu na naibu katibu wamewekwa na baraza hili kwa mujibu wa kanuni. Baraza limepata fursa vile vile ya kusikiliza hoja mbalimbali za watumishi zilizoibuliwa nao, kuzijadili kwa kina na kuzipatia ufumbuzi na mwelekeo mpya. Na baraza hili limepata faida kubwa ya kupitisha katika mada mbalimbali muhimu kwa watumishi, na hasa katika kujijenga sisi kama watumishi, ikiwa ni pamoja na kupitisha kwenye mada ya uwekezaji
na ujasiriamali wa watumishi. Hapa Mheshimiwa mgeni rasmi, tumepata maarifa ya ajabu na mapya kidogo. Kumbe mtumishi hata anayeanza na mshahara mdogo wa milioni 1 tumepitishwa kwenye hesabu, akijua vizuri upo uwezekano huyo akastaafu hata na akiba ya zaidi ya bilioni 1 kama atajua kutumia vizuri. Na tukapata picha, kumbe watumishi kwa upande mwingine ni watumishi wa umma na wanaweza kuwa wawekezaji na wanaweza kuwa vile vile wamiliki wa miradi mbalimbali ya kiuwekezaji, na hivyo kuwaweka katika sura nzuri kabisa ya sio ya unyongefu bali uimara wa maisha yao. Na tumepewa misemo muhimu sana kwamba kumbe kwenye taaluma ya fedha unaweza ukaokoka kifedha. Hapa watumishi wako hawa wakitoka hapa watakuwa wameokoka kifedha, hao unaowaona hawa wako vizuri sana. Lakini tumepitisha kwenye mada yetu ya lishe bora, na katika lishe bora tumefundishwa mambo mengi sana yanayotuhusu sisi, nini tule na wakati gani, katika kuimarisha mustakabali wa afya zetu, kwa sababu tunaamini katika afya bora ndio utumishi bora, na utumishi bora ndio maendeleo bora ya sekta ya ujenzi na maendeleo ya taifa letu. Mtaalamu wetu ametupitisha vizuri sana na akatupeleka zaidi hata kuangalia namna ya kujihami tusiwe kwenye limbi la kuingia kwenye afya ya akili. Na ametuambia mambo mimi nilikuwa sijui, kwamba kumbe unaweza ukachukulia kitu kidogo tu, watu umepita, Mheshimiwa mgeni rasmi, ukamsalimia msonde hapa akaacha kuitika, kumbe na mawazo yake ya msongo wa mawazo, wewe ukabaki na hilo dukuduku kwamba kwa nini hajaitika. Kumbe kubaki nalo ndio afya ya akili yenyewe hiyo. Hapa tulipo hapa walikuwa wananiambia wakati amemaliza kuwasilisha mtaalamu huyo wa lishe na maisha bora, wakawa wananiambia mimi kuanzia sasa hivi sitaji tena kuwa na afya ya akili. Walikuwa wananiambia kwamba wako vizuri sasa hivi. Kwa hiyo utakuwa na watumishi wazuri sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwenye wizara yako, kwa sababu watakuwa ni watumishi walio na afya bora kabisa.